Yohana wa kwanza mlango wa 3 mstari wa kwanza, Biblia inasema, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Na pia nitasoma Wagalatia mlango wa 3 mstari wa 29. Biblia inasema, kama nyinyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa wa ahadi. Na pia nitasoma Wagalatia hiyo mlango wa 4 mstari wa 7. Biblia inasema, wewe si mtumwa tena bali umwana. Kimalizia mstari wa mwisho hapo. Na pia kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 21, Biblia inasema, yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami kiti changu cha enzi. Nataka kuambia ya kwamba Mungu anakupenda, akamtuma mwanawe Yesu Kristo afe msalabani kwa ajili yako na mimi, ili wewe upate uzima wa milele, ili wewe upate kuitwa mwana wa Mungu. Tazama ni pendo gani alilotupa Baba Mwenyezi Mungu, akamtuma mwanawe afe kwa ajili yetu, ili sisi tuitwe wana wa Mungu. Na Biblia ikaendelea ikisema, kama sisi ni wa Kristo, kama sisi tumekubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, basi tumekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa wa ahadi. Wewe ni mrithi sawasawa na ahadi. Ukimpokea Yesu Kristo, unakuwa sawasawa na uzao wa Ibrahimu, na pia unakuwa mwana wa ahadi. Na pia Wagalatia 4 mlango wa 4 mstari wa 7 nimesema, unakuwa wewe sio mtumwa tena bali unakuwa mwana wa Mungu, mwana wa Mungu pamoja na Kristo. Haya, pia tukamalizia na Ufunuo ikisema ya kwamba ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti cha enzi. Ukishinda safari ya wokovu kwa kumcha Mungu, kwa kukataa dhambi, kwa kumtumikia Mungu kwa roho na kweli, hakika utaketi pamoja na Kristo kwenye kiti cha enzi. Mungu abariki maandiko.